Asilimia kubwa ya binadamu wanapolala huota ndoto mbalimbali, lakini binadamu wanaokumbuka ndoto ambazo waliziota nyakati za usiku ni wachache sana. Inawezekana nawe ni miongoni mwa binadamu ambao pindi wanapoamka wanajua tu waliota ndoto fulani walipokuwa wamelala, lakini unapojaribu kuumiza kichwa ili uweze kukumbuka uliota ndoto za aina gani, unakuwa haukumbuki chochote kuhusiana na ndoto ambazo uliziota. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wa kundi hili na unatamani kujua ni kwa nini huwa unasahau ndoto zako kila unapoamka, basi video hii imetengenezwa kwa ajili yako, kwani katika video hii nitakwenda kukuambia sababu mbalimbali ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wasikumbuke ndoto ambazo waliziota pindi walipokuwa wamelala pale tu wanapoamka. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kuendelea kujifunza vitu mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu mbalimbali ni kwa nini kila unapoamka unakuwa haukumbuki ndoto ambazo uliziota wakati wa usiku. Namba 1 ni kwa sababu ya mabadiliko ambayo ubongo wako hupitia kati ya kuamka na usingizi. Wakati mwanadamu anapokuwa amelala usingizi mzito, anakuwa yupo unconscious. Ni muda ambao huwa yupo katika stage ya kisaikolojia ambayo inaitwa rapid eye movement. Huu ni wakati ambao mwanadamu huwa anakuwa amepotea kifikra katika ulimwengu wa kawaida, kwani anakuwa amezama katika usingizi mzito, na huu ni wakati ambao ndoto nyingi huanza kujitengeneza ndani ya ufahamu wa mwanadamu. Lakini pindi mwanadamu anapoamka, ubongo huwa unabadilika kwa haraka sana, kwani ubongo huwa unahama kutoka katika ulimwengu wa ndoto na kuja katika ulimwengu halisi. Mabadiliko ya haraka ambayo hufanywa na ubongo kutoka katika hali ya ndoto na kuja katika hali ya macho. Kitendo cha mabadiliko ya haraka ambayo hufanywa na ubongo wa mwanadamu kutoka kwenye hali ya ndoto kuja kwenye hali ya macho huwa kinapelekea kumbukumbu za ndoto zisihifadhiwe vizuri. Ndiyo maana mwanadamu anaweza akawa anajua kabisa aliota, lakini anakuwa hakumbuki vitu vingi ambavyo alikuwa anaviota, na mara nyingi mwanadamu anaweza kusahau ndoto zake ndani ya sekunde au dakika chache baadaye baada tu ya kuamka. Ina maana kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao huwa hawakumbuki chochote pindi wanapoamka, ila wanachojua ni kuwa waliota ndoto walipokuwa wamelala, ni kwa sababu ya mabadiliko ambayo huwa yanafanywa na ubongo wako pindi unapotoka katika hali ya ndoto na kuja katika hali ya macho. Namba 2, kutoamka muda mfupi baada ya kuota. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha kama mwanadamu angeweza kuamka muda huo huo baada ya ndoto kumalizika, ubongo wake unakuwa una nafasi kubwa ya kukumbuka vitu mbalimbali ambavyo mwanadamu alikuwa anaviota. Lakini kwa sababu asilimia kubwa ya wanadamu wanapolala wakiota ndoto fulani bado huendelea kulala hata baada ya ndoto hizo kumalizika, kitendo hicho hupelekea mwanadamu kutokukumbuka chochote, kwani muda mrefu ambao mwanadamu hutumia kulala baada ya kumaliza kuota hupelekea ubongo wake kusafisha kumbukumbu hizo, kwani ubongo unatafsiri kuwa kumbukumbu hizo hazina umuhimu wowote katika maisha ya mwanadamu, kitu ambacho hupelekea baadhi ya wanadamu kukumbuka vitu vichache ambavyo waliviota, ama wengine hawakumbuki chochote kabisa ambacho walikiota. Kama nawe ni miongoni mwa wanadamu ambao huwa wanasahau ndoto zao kila wanapoamka, ni kwa sababu huwa unaendelea kulala muda mrefu baada ya ndoto yako kumalizika. Lakini kama ungeweza kushtuka muda mfupi ama sekunde hiyo hiyo baada ya ndoto yako kumalizika, hata ungesahau vitu vichache tu
ambavyo ulikuwa umeviota, lakini asilimia kubwa ya vitu ambavyo ulikuwa umeviota ungeweza kuvikumbuka, kwa sababu huo ni wakati ambao ubongo wako bado ungeendelea kuhifadhi kumbukumbu ya vitu ambavyo ulikuwa umeviota. Lakini unapoendelea kulala, ubongo unapata nafasi ya kuendelea kufuta kumbukumbu ambazo ubongo unajua kabisa ni kama si kumbukumbu za muhimu katika maisha yako. Namba 3 ni kwa sababu ndoto nyingi ambazo unaziota unapokuwa umelala hazina uhusiano wa kimantiki. Mara nyingi ubongo wa mwanadamu una kawaida ya kuhifadhi kumbukumbu kutokana na uzoefu wa mwanadamu wa maisha, yani uzoefu wako wa kawaida na vitu vingi ambavyo unavifanya katika maisha yako. Ndivyo vitu ambavyo ubongo unapenda kuvihifadhi ndani yake, kwani ubongo unajua kabisa kuna siku utahitaji kumbukumbu za vitu hivyo ambavyo umewahi kuvifanya katika siku zilizopita, katika kufanya maamuzi ama katika kupanga vitu fulani kwenye maisha yako. Lakini ubongo unajua vitu vingi ambavyo unaviota si vitu halisi, kwa kuwa kumbukumbu hizo si halisi, hazina mantiki yoyote katika maisha yako, kwani haziendani na uzoefu wa kawaida wa maisha yako. Ndiyo maana kila unapoota, ubongo unazisafisha kumbukumbu hizo na kuzifuta kabisa katika kumbukumbu zako. Namba 4 ni kutokana na sababu za kimwili na kimazingira. Wapo baadhi ya binadamu kwa sababu ya kukosa usingizi wa kutosha huwa wanaota vitu nusu-nusu, kiasi kwamba ubongo hauoni sababu ya kuhifadhi kumbukumbu hizo. Lakini wakati mwingine kuamka ghafla kwa alarm. Wapo baadhi ya binadamu ambao hawawezi kuamka kwa njia ya asili kwa sababu wamezoesha ubongo wao lazima kitu fulani kilie ndipo amke, lakini pia kuchoka kupita kiasi, ama wakati mwingine matumizi ya pombe pamoja na dawa fulani ambazo hubadili mwenendo wa mwili. Dawa za kulevya au matumizi ya dawa zozote ambazo hubadili utendaji kazi wa mwili ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kupelekea uwe mwanadamu ambaye hauwezi kukumbuka chochote ambacho umekiota mara tu unapoamka. Namba 5 ni kwa sababu hauna mazoea ya kuzizingatia ndoto ambazo unaziota wakati wa usiku. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, ukizoea kuandika ndoto zako mara baada tu ya kuamka, ubongo unajifunza kuzihifadhi ndoto hizo, kwani ubongo unaamini ni vitu vyenye manufaa katika maisha yako. Lakini kama wewe ni mwanadamu ambaye huwa hauna kawaida ya kuzingatia ndoto ambazo unaziota, ubongo wako utaamini kuwa wewe ni mwanadamu ambaye hauzingatii ndoto zako, hivyo ndoto hizo hazina manufaa yoyote kwenye maisha yako. Na kama unavyojua kisaikolojia, ubongo wa mwanadamu hauna kawaida ya kuhifadhi kumbukumbu zisizokuwa na manufaa katika maisha ya mwanadamu. Tafiti za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu ambao wana kawaida ya kuandika ndoto zao kila wanapoamka, mara nyingi wanaweza kuzikumbuka ndoto zao zaidi ya binadamu ambao hawana kawaida ya kuandika ndoto ambazo waliziota pindi walipokuwa wamelala. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani waanze kukumbuka ndoto pindi wanapoamka, jenga utamaduni wa kuandika ndoto zako kila unapoamka, na utajikuta siku moja hata bila ya kuandika, ubongo wako unakuwa unatunza kumbukumbu za ndoto mbalimbali ambazo unaziota pindi unapokuwa umelala. Namba 6, kupungukiwa kwa kemikali inayoitwa acetylcholine katika ubongo wako. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikithibitisha kuwa miongoni mwa vitu ambavyo hupelekea wanadamu wawe na uwezo wa kukumbuka vitu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ndoto, ni uwepo wa kemikali hii katika ubongo wao. Asilimia kubwa ya binadamu wenye kemikali hii kwa wingi ndani ya ubongo wao wana uwezo mkubwa wa kukumbuka vitu mbalimbali ikiwepo na ndoto kuliko binadamu waliopungukiwa na kemikali hii. Hivyo, kitendo cha kuwa mtu ambaye unasahau ndoto zako kila unapoamka ni kwa sababu unao upungufu wa kemikali hii ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kukufanya ukumbuke ndoto mbalimbali ambazo unaziota pindi unapokuwa umelala. Kama wewe ni moja kati ya watu ambao wanatamani wazikumbuke ndoto zao kila wanapoamka, yafuatayo ni mambo ambayo unatakiwa kuanza kuyafanya kuanzia leo. Namba 1, jenga utamaduni wa kuandika ndoto zako mara baada tu ya kuamka. Miongoni mwa vitu ambavyo vitaujengea ubongo wako
Uwezo wa kukumbuka ndoto mbalimbali ambazo unaziota pindi utakapokuwa umelala ni kitendo cha kuandika ndoto mbalimbali ambazo unakuwa unaota pale unapokuwa umelala. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, tafuta daftari pindi unapoamka. Kumbuka umeota vitu gani. Kuna wakati unaweza kuwa haukumbuki ndoto zote ambazo umeziota, lakini andika chochote ambacho unakikumbuka, hata kama kimeanzia katikati, hata kama ni neno moja tu ulilitamka ama ulilisikia katika ndoto, hata kama ni mazingira fulani tu ambayo unayakumbuka katika ndoto, yaandike. Kitendo hiki kitafanya ubongo wako uanze kujenga tabia ya kuhifadhi ndoto, kwani ubongo wako utaamini kuwa kitu ambacho unakiota kina umuhimu katika maisha yako. Ina maana kumbukumbu za ndoto zitaanza kujihifadhi katika ubongo wako. Namba 2, pindi unaposhtuka usifumbue macho yako kwa haraka. Miongoni mwa tabia ambazo asilimia kubwa ya binadamu wanazo, wanapoamka huwa wanafungua macho yao muda huo huo, na hii ni sababu mojawapo ambayo inaweza kupelekea asilimia kubwa ya binadamu wasikumbuke chochote ambacho walikiota pindi walipokuwa wamelala. Lakini kwa kuwa wewe hautamani kuzisahau ndoto ambazo unaziota kama inavyokuwa kwa watu wengi, unapoamka usifumbue macho yako muda huo huo. Endelea kuyafumba macho yako kwa sekunde 20 mpaka 30, na wakati huo unapokuwa umefumba macho yako, endelea kurudia picha ama hisia za ndoto ambazo zipo katika kichwa chako kabla hazijapotea. Utakapofanya hivyo kwa kujirudia, ubongo wako utaanza kuona ndoto ambazo huwa unaziota ni kitu ambacho unakihitaji kwenye maisha yako. Hivyo ubongo utaanza kujenga utamaduni wa kuhifadhi kumbukumbu ya ndoto ambazo unaziota, na amini usiamini, utaanza kuwa miongoni mwa binadamu ambao wanakumbuka ndoto ambazo wanaziota. Namba 3, jifunze kuamka bila alarm. Asilimia kubwa ya binadamu ambao huwa wanaamshwa na alarm kali ya muziki au milio fulani ambayo inawasababishia mshtuko, hawawezi kukumbuka ndoto ambazo waliziota, kwani kuamka kwa mshtuko huwa kunaondoa kumbukumbu zote ambazo mtu alizipata wakati alipokuwa amelala. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kuendelea kukumbuka ndoto ambazo waliziota, jifunze kuamka bila alarm, na kama ikitokea umeweka alarm, basi hakikisha alamu yako sio kali, ikuamshe taratibu kiasi kwamba bado ubongo wako utaendelea kufanya kazi katika hali ya utulivu kiasi kwamba utaweza kuendelea kukumbuka vitu mbalimbali ambavyo uliviona katika ndoto zako. Namba 4, jenga utamaduni wa kulala muda wa kutosha, walau masaa 7 mpaka masaa 8. Mwanadamu anapoweza kulala masaa mengi ambayo walau yaanzie masaa 7 mpaka masaa 8, anapata nafasi ya kupitia katika hatua ya rapid eye movement, hatua ambayo inaweza kupelekea ndoto nyingi ziweze kutokea katika usingizi, na hivyo atakapoamka atakuwa ana uwezo wa kukumbuka ndoto mbalimbali ambazo aliziota kuliko mwanadamu anapolala kwa muda mfupi, kwani kwa asilimia kubwa hawawezi kukumbuka chochote ambacho walikiota pindi walipokuwa wamelala. Namba 5, epuka matumizi ya pombe pamoja na dawa za usingizi. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wanakunywa pombe kupita kiasi au wanaotumia dawa za usingizi ni watu ambao hupunguza ubora wa usingizi pamoja na ndoto ambazo walitakiwa kuziota. Ili uweze kuwa miongoni mwa binadamu ambao wanaweza kukumbuka ndoto mbalimbali ambazo wameziota, jaribu kulala ukiwa katika hali ya asili na utaweza kukumbuka vitu mbalimbali ambavyo ulikuwa umeviota. Namba 6, weka nia kabla ya kulala. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, unapoweka nia kabla ya kulala, unakuwa ni kama umeupa maelekezo ubongo uweze kukumbuka kila kitu ambacho utakiota pindi utakapokuwa umelala. Hivyo, kabla ya kulala jiambie, leo nataka nikumbuke ndoto yangu. Kauli hii ambayo ni rahisi sana itakwenda kuuandaa ubongo wako kuzingatia kumbukumbu zako za ndoto, na jambo la ajabu litatokea wakati wa asubuhi. Utajikuta unakumbuka vitu vingi ambavyo uliviota pindi ulipokuwa umelala. Ni kwa sababu
Uliupa maelekezo ubongo wako na ubongo wako ukakutii. Yapo mengi ya kuendelea kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa, na ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana, zaidi ya sana.